So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious. Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani itaiendesha Venezuela baada ya kumtia mbaroni Rais Nicolas Maduro wa taifa hilo. Trump amesema tutakuwa tunaiendesha Venezuela. Trump amesema Jumamosi kwamba Marekani inataka kuidhibiti Venezuela mara tu baada ya kumshikilia Rais Maduro. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump hakutoa muda wa lini anavyotarajia kwamba ataiongoza Venezuela kwa muda wa mpito. Marekani imemkamata Rais Nicolas Maduro na kumsafirisha nje ya nchi katika operesheni ya kijeshi isiyokuwa ya kawaida mapema Jumamosi asubuhi, ambapo ilimuondoa kiongozi aliyekalia madaraka katika taifa huru. Rais Trump alisisitiza kwamba serikali ya Marekani itadhibiti nchi hiyo angalau kwa muda na itatumia rasilimali kubwa za mafuta ya Venezuela kuuza kiasi kikubwa kwa nchi nyingine. Kitendo hicho kilikuwa kilele cha kampeni ya shinikizo inayoongezeka ya utawala wa Trump dhidi ya nchi ya Amerika ya Kusini, ambayo ilijumuisha miezi ya mashambulizi katika meli ambazo maafisa walisema zilikuwa zinachukua dawa za kulevya kwenda nchini Marekani. Nyuma ya pazia, maafisa wa Marekani walifuatilia tabia za Maduro, ikiwa ni pamoja na namna ya maisha yake, na inadaiwa kwamba maafisa wa Marekani waliingia nchini Venezuela kimya kimya na kuangalia ni jinsi gani wangeweza kumdaka Maduro, kama ambavyo waliagizwa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Maduro na mkewe waliokamatwa siku ya Jumamosi nyumbani kwao kwenye kambi ya kijeshi walikuwa kwenye meli ya kivita ya Marekani walipokuwa wakielekea New York, ambapo sasa wanakabiliwa na mashtaka ya jinai kuhusiana na shinikizo la Wizara ya Haki linalowashtaki kwa kushiriki katika njama za ugaidi wa dawa za kulevya. Trump alisema Marekani ilikuwa ikipanga kuendesha Venezuela hadi mchakato wa mpito wa madaraka uweze kufanyika. Alidai uwepo wa Marekani tayari ulikuwa umewekwa, ingawa hakukuwa na ishara za moja kwa moja kwamba Marekani ilikuwa ikiendesha nchi hiyo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ya rais wa Marekani Donald Trump baada ya kumtia nguvuni Rais Nicolas Maduro wa taifa hilo huru la Venezuela, ambapo sasa mpango wa rais wa Marekani ni kwamba anataka kuiongoza nchi hiyo, huku jambo kubwa ambalo wachambuzi wa mambo wamekuwa kihofu ni namna ambavyo amesema atatumia rasilimali zilizopo, hasa mafuta pamoja na madini, kuuza katika mataifa mengine. Ikumbukwe siku ya Ijumaa Rais Nicolas Maduro alifanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump, wakizungumza namna ya kufanya mazungumzo ya kutatua changamoto iliyopo kati ya Marekani pamoja na Venezuela. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.